Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka tukaweze kusikia neno la Bwana kwa kifupi. Masaa yetu yamesonga, lakini najua Mungu wetu ni mwaminifu. Hajawahi kutanisha watu wake bure. Najua leo ako na neno kwa sababu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. So Bwana ambariki sana na mtende mema kwa sababu ya kupata nafasi kuwa katika uwepo wa Bwana, kuja katika nyumba ya Mungu kuweza kusikia kutoka kwa Bwana. Bwana ambariki wale wako nyumbani wanatazama wakiwa manyumbani, uko kazini, uko ofisini. Tunakaribisha kwa neno mchana wa leo. Bwana akatende mema. Naenda moja kwa moja kwa neno la Bwana, na najua tutabarikiwa. Ujumbe wetu ni vile tumeweka katika screen ya kwamba position yourself properly as a child of God. Bwana asifiwe. Position yourself properly as a child of God. Nataka tusome kitabu ya Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter 19. 1 Samuel chapter 19. Nataka tusome 1 Samuel chapter 19. Tusome kuanzia mstari wa 18. 1 Samuel chapter 19 verse 18 inasema, so David fled and escaped and came to Samuel to Ramah and told him all that Saul had done to him. And Samuel went and dwelt in Naioth. And it was told Saul, saying, behold, that David is at Naioth in Ramah. And Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messenger of Saul, and they also prophesied. And when it was told Saul that he sent other messengers, and they prophesied likewise, as Saul sent messengers again that time, and they prophesied also. Then went he also to Ramah, and came to the great well that is in Shechem. And he asked and said, where are Samuel and David? And one said, behold, they are at Naioth in Ramah. And he went thither to Naioth in Ramah, and the Spirit of God was upon him also, and he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all the day and all that night. Wherefore they say, is Saul also among the prophets? Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako. Tunapolishiriki mchana wa leo, tuomba Baba wa rehema, nguvu iliyo ndani ya neno iadhiri maisha yetu, iadhiri hali zetu, na iadhiri Bwana biashara zetu. Asante Baba wetu. Roho Mtakatifu, chukua shukani, tukutazamia na kukutegemea. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Nimesema tunaangalia ama tunashiriki ujumbe, kichwa yake ni position yourself properly as a child of God. Bwana asifiwe. Pendo, anataka nianze na kukuambia lazima ujue wewe ni nani. Katika maisha tulipo ama katika mambo tunayopitia, usipojijua na ujiweke sawasawa na vile unastahili kuwa, pendo, hautaweza kufaulu. Na ndiposa leo ndiko na ujumbe ya kwamba jiweke sawasawa kama mwana wa Mungu. Usipojua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, mpendwa, mambo mengi yatakushinda, mambo mengi hautaweza, kwa sababu ni mtoto tu wa Mungu, anaweza kufanya kile Mungu anaweza fanya. Bwana asifiwe. Kama utajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, kama unaweza jua wewe umezaliwa na Mungu, unaweza shida ulimwengu. Maana Biblia inasema walio mbegu imezaliwa na Mungu ina shida ulimwengu. Bwana asifiwe. Usipojua kwamba wewe ni mbegu ambaye imezaliwa na Mungu, ulimwengu utakushida. Wakati kama huu, wakati mambo ni mabaya, pendwa, nimekusihi mchana wa leo, jiweke sawa kama mtoto wa Mungu. Jua kwamba mtoto, mbegu ya Mungu, ina shida ulimwengu. Bwana asifiwe. Pendwa, leo ninataka nikuambie mambo unayopitia unaweza ya shida. Wewe ni zaidi ya mshindi. Bwana asifiwe. Wewe ni mtu ambaye umepata ushindi.
Bwana amekushidania. Wewe ni mtoto wa mfalme. Haleluya! Mtoto wa mfalme ni kama mfalme. Bwana asifiwe. Haleluya! Unastahili kuwa mfalme mpendwa, maana Biblia inasema mbegu ambayo imezaliwa na Mungu inashinda ulimwengu. Ninakuja kukwambia, ukijiweka sawasawa kama mtoto wa Mungu, hilo jambo unalolipitia unaweza lishinda mpendwa. Waweza faulu katika hiyo hali, wakati watu wengine wanashindwa, wakati mambo si mazuri, lakini kwa sababu ya mahali umejiweka unaweza yashinda mpendwa. Bwana asifiwe. Mbegu ambayo imezaliwa na Mungu inashinda ulimwengu. Ayubu akasema mbegu ya mwanamke inakaa kwa muda, ina masiku machache, yakaa masiku machache, lakini hayo masiku ni ya taabu. Nimekuja kukuambia wewe umezaliwa na Mungu mpendwa. Wale wamezaliwa na mwanamke, masiku yao ni machache na masiku yenye taabu, lakini Biblia inasema ya kwamba waliompokea Kristo wao wamekuwa viumbe vipya. Wale ambao wako ndani ya Kristo wao ni mbegu ya Abrahamu na walini sawasawa na ahadi. Wewe nimekuja nikuambie, umekuwa mwana wa Mungu mpendwa, na wewe hauwezi shindwa. Bwana sifiwe. Pendwa, hauwezi shindwa. Position yourself properly as a child of God. Lazima ujiweke sawasawa kama mwana wa Mungu. Ujue kwamba baba yako ni Mungu, muumba wa kila kitu, Mungu aliye na uwezo wote, Mungu ambaye ako na mamlaka yote mpendwa. Lazima ujue hiyo hali inaweza badilika, kwa sababu Mungu anaweza. Mungu anabadilisha kila hali. Anaita vitu havimo kama viko. Bwana sifiwe. Sasa mahali tumesoma Biblia inasema kuhusu Daudi. Daudi mpendwa, Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Samueli, enda umpake mafuta, maana nimepata mtu ambaye moyo wake unatafuta moyo wangu. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba akampaka mafuta awe mfalme wa Israeli. Bwana sifiwe. Lakini Sauli bado alikuwa katika ushukani. Hakuwa anakubali kwamba Daudi anaweza kuwa mfalme. Bwana sifiwe. Pero ninajua Mungu amekuchagua. Wewe ndio utafanya biashara ambayo itampendeza Mungu, lakini shetani hakubali. Anajua, anaona kwamba utakubaliana kama watu wengine. Kwa sababu watu na biashara wanatoa hogo, shetani anataka upitie hiyo njia. Hajajua kwamba wewe umechaguliwa na Mungu. Bwana sifiwe. Shetani hajajua kwamba wewe si kama wale wengine. Wewe ni mtu spesheli. Biblia inasema sisi ni taifa teule. Sisi ni taifa la Mungu. Pendwa, wewe ni taifa la Mungu. Kama watu walianguka mahali umefika, wewe hautaanguka mahali wamefika. Kama watu hawakufikia kilele mahali ulipo mpendwa, wewe utafika, maana umepakwa mafuta na Mungu. Bwana sifiwe. Biblia inasema Sauli aliona Daudi kama mtu wa kawaida. Aliona kama Daudi ni mtu mwingine ambaye anashindwa kama watu wa dunia. Hakujua yeye ni mtoto wa Mungu. Yeye amepakwa mafuta na Mungu mpendwa. Biblia inasema ya kwamba akaamua mwangamize Daudi. Akaamua kwamba atamuua kwa sababu anaonekana ndiye anataka kuchukulia, kwa sababu anaonekana biashara yake inafaulu, kwa sababu anaonekana ya kwamba kama yeye kifedha atainuka, kwa sababu kuna neno la unabii limetoka, kwa sababu kuna mambo Mungu amemwahidi. Mpendo, nimekuja nikwambie, kama Mungu amekuahidi, kile amesema lazima kitimie, maana wewe ni mwana wa Mungu. Jiweke sawa sawa kama mwana wa Mungu ukaweze kufika hatima yako. Maana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba Daudi aliposikia kwamba Sauli anamtafuta, akaenda kumtafuta Samueli. Akakibiria Nayoth in Rama, mahali Samueli anakaa. Bwana sifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba alipotoroka akaenda kwa Samueli. Biblia inasema so David fled and escaped and came to Samuel to Rama and told him all that Saul had done to him. Bwana sifiwe. Biblia inasema kwamba David alipojua ya kwamba Sauli anataka kumuua, anataka kusimamisha makusudio ya Mungu, akamkibiria Samueli.
Maana Samueli ndiye alitoa unabii, akamwambia Daudi, Mungu amekuchagua wewe, ndio utakuwa mfalme wa Israeli. Lakini Samueli amesimama kwa njia, anazuia mapenzi ya Mungu yakatimike katika maisha ya Daudi. Nimekuja leo nikuambia mpendwa, wewe uko na mahali pa kujiweka, uko na position ya kujipeleka. Kama shetani amesema biashara haitafaulu, jipeleke katika neno la Bwana. Ile neno Mungu alisema mpendwa, lishikilie na utafaulu. Bwana sifiwe. Maana Bwana amenena kuhusu kesho yetu, amenena kile tutafanyika. Mungu ametabiri, amesema wewe utafanya biashara kimataifa, amesema familia yako itatukuza Bwana, amesema mpendwa, wewe utakopesha mataifa. Kuna neno tayari Bwana amesema. Ninakusihi mpendwa, likibirie neno la Bwana, kibiria chanzo mahali Mungu alikutoa, kile Mungu alisema, na wewe utapata salama. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba Daudi hakukibiria watu wao, hakukibiria madugu zake ambao walikuwa na wanajeshi, walikuwa wamepigana kwa muda mrefu, walikuwa na experience ya vita. Lakini Daudi alijua yule ambaye alisema ni Mungu ambaye alitoa neno akampatia Samueli, akamkibiria Samueli. Pendo, sijui wewe unakibiriaga wapi? Sijui unajiposition wapi wakati mambo yameharibika? Sijui Wakristo wakati hali imeharibika, wakati uchumi umeangamia, wakati mambo yamekuwa si sawasawa, wakati wa serikali imetoa habari kwamba uchumi hautafanya vizuri, mwaka huu mambo itaharibika. Sijui Wakristo wanajipeleka wapi? Sijui kama wanamkibiria Bwana, sijui kama wanakibiria neno la Bwana ambao ndio msaada wetu. Bwana sifiwe. Pendo, wacha nikwambie, kwa sababu hiyo biashara yako shetani amesimama kinyume naye, kibiria neno la Bwana. Kama Mungu alisema itafaulu, lazima itafaulu. Pendo, kuna nguvu inatokana na katika uwepo wa Bwana. Kama utajiposition mahali unastahili kuwa kama mtoto wa Mungu, kuna uwezo Mungu amewekeza wako wa kufika hatima yako. Pendo, acha nikwambie, wakati Mungu alikwambia akakuasema ya kwamba wewe utafanya biashara kimataifa, kuna nguvu aliweka ndani yako ya kukuwezesha kufika kimataifa. Bwana sifiwe. Haleluya. Lazima tukibirie mahali ya nguvu, maana neno la Bwana lina nguvu. Neno lililotoka kinywani cha Bwana, Biblia inasema haliwezi mrudia bure. Kama lilikuja mpendwa, lazima lichomoe kile Mungu alisema. Bwana asifiwe. Pendo, ninakuja nikuambie, kuna mahali Mungu ameweka uwezo wako. Nguvu zako haziko kila mahali. Leo nimekuja nikuambie, nguvu zako mpendwa haziko kwa pesa. Wacha kusema haufaulu kwa sababu ya pesa. Wacha kusema shetani anakuangamiza maana hauna watu wenu. Wacha kusema mpendwa watu hawakupendi na ndipo haufaulu. Nimekuja kukuambia Mungu amewekeza uwezo wako wa kushinda ulimwengu. Kama wewe ni mbegu ya Mungu, umezaliwa na Mungu, lazima utaushinda ulimwengu. Bwana sifiwe. Haleluya. Daudi alijua, mimi sitakibiria popote. Kuna mahali nguvu yangu ilitoka, kuna mahali uwezo wangu ulitoka. Leo nimekuja kuambia mtu mpendwa, usife moyo, kuna nguvu ya kufika hatima yako. Mpendwa, wakati Mungu anakuita, Biblia inasema anajua mwisho kabla ya mwanzo. Yeye ni Alfa na Omega. Mpendo wa Mungu anajua kile utafanya ufike mahali alisema. Nimekuja kukuambia siku ya leo, wewe hautaanguka kama wengine, maana kuna nguvu Mungu ameweka ambayo itakusukuma mpaka mahali unastahili kuwa. Bwana sifiwe. Tusikae kama wale watu wengine. Leo mpendwa, lazima ujirudie kama Mungu alinena. Kama Mungu kupitia neno, Biblia inasema ulimwengu ukakaweko kupitia neno la Mungu, na kupitia neno la Mungu naye dunia ikadhibitika. Ninakuja kukuambia, kama dunia ilifanyika kutokana na mahali hakukuwa na kitu, hiyo gari unaweza ipata, hiyo biashara unaweza ipata, hiyo afya nzuri unaweza ipata kupitia neno la Mungu. Maana neno la Mungu lina uwezo wa kuleta vitu ambazo haziko. Bwana asifiwe.
Pendwa, kila unahitaji ni kulenga mahali uwezo wako huko, kulenga neno Bwana alikuambia. Kama alisema wewe ni zaidi ya mshindi, pendwa, usife moyo, lazima utakuwa zaidi ya mshindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba akakibiria mahali uwezo wake ulipo. Haleluya. Bwana asifiwe. Zaburi 61, Psalms chapter 61 verse 3, kuanzia verse 1 mpaka 3. Biblia inasema, hear my cry, O God, attend unto my prayer. For the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from my enemy. Hallelujah. Huu ni Daudi mpendwa, akiwa katika hali hiyo, anakimbizwa na maadui. Moyo wake anasema it is overwhelmed. Moyo wake umefikirika, moyo wake mpendwa umeshindwa. Ninajua nanenea mtu ambaye anasikia moyo umefinyirika. Amejaribu njia zote, lakini hakuna njia inafanya kazi. Umejaribu kutafuta kazi, kazi haipatikani. Umejaribu biashara, lakini biashara hazifanyi. Umejaribu marafiki mpendwa, lakini hakuna anayekupea msaada. Wewe umefika mahali Daudi alifika, akasema moyo wangu umefinyika, umekuwa overwhelmed. Lakini akamwambia Bwana, niongoze kwa mwamba ulio juu zaidi ya mahali nilipo. Pendwa, kuna mwamba ambaye Bwana ameweka juu zaidi, hakuna mtu anaweza fikia pale. Nimekuja nikuelezea mpendwa, kuna mwamba Mungu ameweka, kuna mahali Mungu ameweka. Mpendwa, Mungu akikuongoza kwenye mwamba ulio juu, mahali Mungu ameweka, wewe utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Daudi alisema, lead me to a rock that is higher than I. Pendwa, wakati umefika mwisho, mwambie Mungu akuongoze kwenye mwamba ulio juu kuliko mahali ulipo. Hapo ndio nguvu zako zinapatikana, hapo ndio uwezo wako unapatikana. Wakati uwezo wa mwanadamu umefika mwisho, wakati nguvu za mwanadamu zimefika mwisho, kunaye mahali Mungu ameweka mwamba ambaye uko juu ya kila mtu. Bwana asifiwe. Haleluya. Daudi akasema, hata kama nimefinyika, hata kama mambo yamekuwa magumu, akamlilia Bwana akamwambia, lead me to a rock that is higher than I, that is higher than I. Pendwa, nimekuja nikuambie, there is a rock that is which is higher than you, which is higher than your friends, which is higher than money, which is higher than people. People might try to bring you down, but there is a rock which is higher. Wewe mpendwa wastahili Mungu akuelekeze kwa mwamba ulio juu. Jiweke sawa sawa na utaweza kushinda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alisema, I cry unto thee when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Bwana asifiwe. Pendo, ukifikia mwamba ulio juu kuliko wewe, unaweza pata nguvu za kufaulu. Nguvu zako mpendo haziko hapa chini, nguvu zako zimewekwa hapo mahali hakuna mtu anaweza fikia. Hapo mahali pesa haziwezi fikia. Walio na pesa wana mwisho, walio na kazi wako na mwisho, walio na watu wanawasaidia wako na mwisho, walio na magodfather wako na mwisho. Lakini leo nimekuja nikwambie, kuna mwamba Bwana ameweka, mwamba ulio juu kuliko miamba mingine. Wanaokibiria miamba ya corruption inafika mwisho mpendwa, lakini wanaotumainia Bwana, Biblia inasema wao ni kama mlima Sayuni, hawatatigizika. Pendwa, wewe ukimtumainia Bwana, ukijiweka sawa sawa, utaweza kufaulu wakati huu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati huu mpendwa, wale ambao watasimama
ni wale ambao wamepata mwamba ulio juu kuliko miamba mingine, mahali watu hawawezi fikia, mahali wanadamu hawafiki mpendwa. Maana dunia imejaribu, imesema dawa haipatikani ya corona, imesema mpendwa ya kwamba hakuna msaada, wameinua mkono. Lakini wale wanao Bwana, wale wanaomtumainia Mungu, kuna mwamba umebakia ambao uko juu kuliko kila kitu, na huo ndio msaada wao, hiyo ndio nguvu yao, huo ndio uwezo wao mpendwa. Bwana asifiwe. Leo mpendwa, ninataka nikuambie hiyo kazi inaweza fanyika. Biashara inaweza endelea bado Kenya. Kuna watu wanauza na wananunua. Kuna watu wanatengeneza faida katika hii nchi ya Kenya. Kuna biashara bado zinafaulu. Kuna watu bado wanapata kazi. Kuna watu mpendwa wanakula na wakunywa. Wacha kudanganywa mpendwa ya kwamba wakati huu mambo yamefika mwisho. Ninakuja nikuambie kuna mwamba ulio juu ya kila mtu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lead me to a rock that is higher than I. Pendwa, Sauli alikuwa amefinyika. Daudi alikuwa amefinyika samani. Alikuwa amefika mwisho. Sauli alikuwa anataka kumwangamiza. Kumbuka Sauli alikuwa ndiye mfalme. Alikuwa na machinery zote za kumwangamiza Daudi, za kumuua Daudi mpendwa. Lakini mpendwa, kuna mahali Sauli hangefika, na huko ni kwa Samueli kule Nayoth in Rama. Hangeweza kufika mpendwa. Biblia inasema ya kwamba wakati alituma watu wakamwendee Daudi, Biblia inasema walipofika mahali wakaanza kutabiri, wakaanza kusema vile Daudi ameinuliwa, vile Daudi amebarikiwa, vile Daudi anastahili kuinuliwa mpendwa. Ninataka nikuambie hakuna mtu anaweza fika mahali Mungu amekuweka mpendwa. Hawawezi fika. Biblia inasema ya kwamba alipotuma vikundi vitatu vikashindwa na kumfikia Daudi, Biblia inasema akaenda mwenyewe, na hata mwenyewe hakumfikia Daudi. Mbona sifiwe? Haleluya. Mahali Mungu ametuweka mpendwa, wasiseme corona itamaliza watu. Corona haiwezi fika mahali Mungu ametuweka. Mahali Mungu amekuweka mpendwa, njaa haitakufikia, kiangazi haitakufikia, umaskini hautakukuta mpendwa. Wewe ni mtu amebarikiwa. Maana Biblia inasema ya kwamba walipokaribia mahali Daudi alikuwa, walianza kutabiri sawasawa na vile mambo yalivyo. Walianza kusema vile Mungu anataka Daudi akuwe. Walianza kusema vile neno la Mungu linasema. Ninataka nikuambie mpendwa, usijali mpendwa, lakini kuna mahali Mungu amekuficha. Haleluya. Kuna mahali Mungu ametuficha mpendwa, na huko ni kule Nayoth Rama, mahali neno la Bwana lilipo. Lile neno la Mungu alinena, akasema wewe Mungu atakulinda, akasema wewe Bwana atakuwa na wewe, akasema usiogope kwa sababu niko pamoja na wewe, hawatakuangamiza. Ninataka nikuambie mpendwa, wewe ni mshindi kwa sababu mpendwa, mahali umewekwa ni mwamba ulio juu kwa kuliko miamba yote. Bwana asifiwe. We are in a rock that is higher than any other rock. Ninataka niongeleshe ulimwengu, niseme kanisa haliwezi isha mpendwa. Haijalishi vile mambo inaweza fanywa, maana kanisa imejengwa juu ya mwamba ambaye hautigiziki, mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ni Mungu ambaye muumba mbingu na nchi. Pendwa, hakuna mtu anaweza kukuguza. Wakati umefika mahali Mungu alipo, akawaambia wale wa Amoni, na akawaambia msiguse wapakwa mafuta wangu. Maana ukigusa, yule anakugusa mpendwa, ni kama anajaribu kuweka kidole kwa jicho la Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba alipofika pale hakuna mtu alimfikia. Haleluya. Nimekuja leo nikuambie mahali ukijiweka sawa kama mtoto wa Mungu, pendo, hakuna janga itakuweza. Corona itakuja na iende, njaa itakuja na iende, kukosa pesa kuna kuja na kunaisha.
na wewe utabaki milele na milele. Wewe utabaki kwa hii dunia kutangaza wema wa Bwana. Daudi alifika akasema, mimi sifi, mimi siwezi angamia, hii hali haiwezi nimaliza. Akasema, mimi lazima nitaishi ndio nitangaze wema wa Mungu katika hii nchi ya walio hai. Ninakuja nitangazie hali mpendwa ambayo imekukabili, ya kwamba wewe utaishi, ndiposa utangaze wema wa Mungu katika hii nchi ya walio hai. Haleluya. Wewe si mtu wa kuisha. Biblia inasema ya kwamba tukienda kwa mwamba ulio juu kuliko miamba yote, na hiyo ni neno la Mungu. Huyo ni Mungu mwenyewe. Pendo, tukijiposition kwa Mungu, tukijiweka mikononi mwa Mungu, hakuna jambo litakuangamiza. Leo nimekuja kukanzu maneno yote ambayo imenenwa kwako. Niseme hata kama walisema hautafaulu, hiyo ni uongo, maana wewe ni mwana wa Mungu. Mahali ulipojaa haiwezi fika, mahali ulipo kifo hakiwezi fika. Wewe umefichwa katika uwepo wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe ni zaidi ya mshindi. Biblia inasema mstari wa 3, for thou hast been a shelter for me and a strong tower from my enemy. Bwana asifiwe. Akasema, you are a strong tower for me, and you are my shelter and a strong tower from my enemy. Bwana asifiwe. Mahali umewekwa mpendwa, Mungu ndio anakulinda, ndio Bwana anakuhifadhi. Waadui hawezi fika hapo mpendwa. Haleluya. Tumalize na 1 John chapter 4 verse 4. Bwana asifiwe. Haleluya. Samueli mpendwa hajafika kwa sababu kuna mahali. 1 John chapter 4 verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Bwana asifiwe. Haleluya. You are of God. Haleluya. Wewe ni wa Mungu mpendwa. Bwana asifiwe. Wale wanakuona kama wanakuangalia, wanakuona na familia yako, lakini neno linatuambia sisi ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Biblia inasema, you are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than that is in the world. Bwana asifiwe. Hii ndio neno nataka nikuache nalo mpendwa. Nikwambie wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni wa Mungu mpendwa. Wewe utawashinda kwa sababu ya yule aliye ndani yako. Bwana asifiwe. Yule ambaye ako na sisi ndiye atatusababisha kupata ushindi mpendwa. Si pesa ambazo tuko nazo, si watu ambao wako upande wetu, si kwa sababu ya kazi tunafanya, si kwa sababu ya masomo tumesoma, lakini ni kwa sababu ya yule aliye ndani yetu, ambaye ni mkuu kuliko yule ako duniani. Hapo ndio ushindi wetu ulipo. Nataka nikuambie mpendwa, wewe umeushinda ulimwengu kwa sababu ya yule ambaye ako ndani yako, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Ukijiweka sawa sawa kama mtoto wa Mungu, Mungu anakuwa ndani yako, unashinda ulimwengu. Ninakuja nikutabiria mpendwa ya kwamba hiyo hali utaishinda kwa sababu ya yule aliye kwa upande wako, yule yako kwa kabi yako mpendwa. Yeye ni Mungu wa vita, yeye ni Mungu ambaye hashindwi, yeye ni Mungu anaweza yote. Hiyo ndiyo sababu wewe unashinda, hiyo ndiyo sababu utapata kazi, hiyo ndiyo sababu hii familia itasimama, hiyo ndiyo sababu wewe utapata afya nzuri, kwa sababu ya yule aliye ndani yako, ambaye ni mkuu kuliko yule ako na magonjwa, kuliko yule ako na umaskini, kuliko yule ako na uadui. Yule ambaye uko na yeye atashinda kile kinakukabili. Bwana asifiwe. Yule mpendo uko na yeye ni Mungu mkuu. Lazima ujue wewe hauko peke yako. Biblia inasema ya kwamba wewe ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe si wa dunia mpendwa. Dunia isidictate vile utaishi. Dunia isiseme kile utakula. Dunia isiseme mahali utaishi. Wewe ni wa Mungu mpendwa. Tafuta kile Mungu anasema kukuhusu wewe. Kama Mungu anasema wewe ni zaidi ya mshindi, kuwa zaidi ya mshindi. Akisema unakuwa juu peke yake, hautakuwa chini. Jua wewe utakaa juu. Usigoje dunia iseme mahali unastahili kuwa. Let
God declare your position. Wacha Mungu atangaze mahali unastahili kuwa. Ninakataa dunia kuamua mahali wewe ulipo. Ninakataa umaskini kuamua kile utakula. Ninakataa magonjwa kuamua madawa utakunywa. Leo ninasema ya kwamba wewe ni wa Mungu. Kinategemea yule yako ndani yako iposa ukashinde. Bwana asifiwe. Hallelujah. You are of God mpendwa. Lazima uanze kuambia hizo hali, I am of God. Uanze kuambia hiyo hali mpendwa imesimama kwamba mimi ni wa Mungu. Unaambia hao watu wanakupinga, hata kama ni kikazi, unawaambia mimi ni wa Mungu na nitashinda kwa sababu aliye ndani yangu ni zaidi ya ambaye ako na adui yangu. Bwana asifiwe. Ukijua mpendwa uko na Mungu utashinda. Ukijua uko na mamlaka, maana Mungu ndiye anatawala. Ukiwa na Mungu uko na mamlaka. Ukiwa na Mungu wewe ndio uko na neno la mwisho. Ukiwa na Mungu wewe ndio utamlisha hali. Ukiwa na Mungu kwa mpendwa, wewe ndio utashinda. Wewe ndio utasimama. Ninataka nikwambie wewe uko na Mungu. Wewe ni wa Mungu mpendwa, hauwezi shindwa na ulimwengu. Ulimwengu hauwezi ukakufikia. Mungu amekuficha mpendwa. Biblia inasema akamficha Daudi kwenye mnara ambao ni imara. Adui hauwezi ufikia. Nimekuja nikuambia mpendwa, usijali na yale yanafanyika. Mungu amekuficha mahali maadui hawezi fika mpendwa. Hii mpendwa inategemea na wewe. Ujiposition kwa imani. Ujiposition kwa kuamini neno. Ujiposition kwa kile Mungu anasema. Usipojiposition kwa imani, ukijiposition kwa vile ya shetani anasema, kwa sababu ya shaka uko naye, lakini Mungu amesema pendo utaangamia. Leo nimekuja nikwambie imani yako ndio inakuposition. Kama itakuweka mahali adui anasema ukue, hivyo ndivyo utakuwa. Lakini kama imani yako itakuposition kwenye neno la Mungu, wewe mpendo hautashindwa. Bwana asifiwe. You are of God. Hiyo ndio neno nataka ukaweze kushika mchana wa leo. Kama unanitazama mpendwa, wewe ni wa Mungu na utashinda ulimwengu kwa sababu ya yule aliye ndani yako. Nataka tusimame na miguu yetu. Nataka nikupatie dakika moja. Nataka utangazie zile hali ambazo zimekukabili. Ile mambo ambayo imekukabili, nataka uyatabirie. Nataka uangalie huo ukosefu wa kazi. Nataka uangalie ukosefu wa kuendelea kibiashara. Nataka uangalie huo umaskini. Nataka uangalie hao maadui. Uambie I am of God. Uambie mimi ni wa Mungu na mimi nitashinda ulimwengu kwa sababu ya yule aliye ndani yangu. Nenea hivyo hali mpendwa. Weka imani juu mpendwa. Weka imani mbele yako. Sema kwa imani nitashinda kwa sababu mimi ni wa Mungu. Najiposition mahali ya kushinda. Najiposition mahali ya ushindi kwa sababu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule ako na maadui. Wamesema mpendwa hautapata hiyo promotion, lakini leo ninakuja nikwambie hiyo promotion utaipata. Si kwa sababu ya makaratasi yako, si kwa sababu ya marafiki mpendwa, lakini kwa sababu aliye ndani yako ni zaidi ya wale wanaokupinga. Wewe ndiposa utainuliwa, wewe ndiposa utaendelea, wewe ndiposa utapata kazi kwa sababu ya Mungu ako na wewe. Yeye ni Mungu wa mbingu na nchi. Yeye ni Mungu ambaye hashindwi. Yeye ni kimbilio la wenye haki. Biblia inasema wakimkimbilia wanakuwa salama. Yeye ni Mungu mwema. Yeye ni Mungu wa ajabu. Anaposema mambo yanatendeka, anaponena mambo yanabadilika. Yeye ni Mungu wa ajabu. Akiwa ndani yako mpendwa, hali zinabadilika, mambo yanabadilika. Anatuliza mawimbi, anasimamisha bahari, anasimamia, anatengeneza njia mahali hakuna njia. Ninakutabiria mpendwa, hapo ambao hakuna njia kuna kutengenezeka njia. Hapo ambao njia haipatikani inapatikana siku ya leo. Hiyo biashara haifanyi vizuri, itafanya vizuri leo kwa sababu ya yule yako na wewe, yule ambaye ako ndani yako, ambao ni zaidi ya adui zako, ni zaidi ya wale wanakupinga, ni zaidi ya hiyo hali. Ninadhabaratisha hiyo hali, ninakuja kinyume na hiyo hali na kuiambia wewe hali hauna nguvu, maana aliye upande wetu yeye ni mkuu, yeye ni Mungu muumbaji. Ndio
vyote viliumbwa na yeye na kwa sababu yake. Yeye ni mshindi. Ninatangaza ushindi mpendwa. Mwambie hiyo hali haitakuweza, maana wewe umezaliwa na Mungu. Mwambie wewe mbona umezaliwa na aliye juu. Yeye Mungu mwenyezi, mwenye ushindi, mwenye nguvu zote, Mungu wa vita, Baba wa rehema. Tunatangazia hizi hali hizi hazitatuweza. Hii mambo haitatushinda. Umaskini hauna nguvu, magonjwa haina nguvu, Baba wa rehema. Ukosefu hauna nguvu, maana ya aliye ndani yangu yeye ni zaidi ya aliye na maadui zetu. Tunatangaza Baba wa rehema, sisi tutaushinda ulimwengu. Sisi tumeushinda ulimwengu, maana wewe uko upande wetu. Nataka tuweze kumalizia pamoja kwa sababu ya wakati wetu. Nataka tuamini, tuweke imani zetu pamoja. Nataka we position ourselves by faith. Tujiweke kwa sehemu ya watoto wa Mungu. Maana Biblia inasema we are of God, ye little children. Bwana asifiwe. Nataka kwa imani tujiweke kuwa watoto wa Mungu na tuamrishe hali zibadilike. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua mchana wa leo. Asante kwa sababu ya neno lako. Bwana, umesema tutashinda ulimwengu. Umesema tumeushinda ulimwengu, Baba wa rehema. Asante mfalme wa amani, kwa sababu ya hali zimekabili mpendwa. Hizi hali zimeinuka kusema hataweza kufaulu, kusema hatapata kazi, kusema biashara haitaendelea, kusema kwamba yeye hatafanikiwa. Ninatangazia hizi hali ya kwamba aliye ndani yetu, yeye ndiye mkuu kuliko aliye na ulimwengu. Yeye aliye na sisi ni mshindi. Yeye aliye na sisi ni Mungu mkuu. Ninatangaza ya kwamba huyu mpendwa atafaulu, huyu mpendwa atafanikiwa. Hii hali haitamshinda, hii mambo haitasimama, maana Bwana hako pamoja na yeye. Nazabaratisha mipango ya giza, nazabaratisha maroho ya shetani, maroho ambayo yameinuka kupinga huyu mpendwa. Ninayaweka chini siku ya leo na kutangaza kupitia Yesu aliye ndani yetu, sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Huyu mpendwa anapata kazi, huyu mpendwa hii biashara inafaulu, huyu mpendwa wa familia yake itasimama, huyu mpendwa afya itasimama, huyu mpendwa furaha inamrejea, huyu amani itamrejea kwa sababu ya yule aliye ndani yake. Ninatangaza ushindi, ninatangaza kwa sababu ya Mungu aliye ndani yake. Bwana utamshindania, Bwana utamwangazia uso, Bwana utampatia neema, Bwana utamuonekania, utampigania mfalme kutokana na maadui wote, utadhihirisha maishani mwake. Kuanzia leo namuita mshindi, kuanzia leo namuita amefanikiwa, kuanzia leo namuita ameendelea, kuanzia leo Baba wa rehema kwa namuita aliye juu peke yake, kwa sababu wewe ulio ndani yake ni zaidi ya maadui wake. Kuanzia leo mfalme wa amani atembee kama mshindi, aishi kama mshindi, atembee kulingana na neno lako. Kama vile Sauli hangefika mahali Daudi alikuwa, ninasema hii magonjwa haitamfikia, ninasema umaskini hautamfikia, ninasema hii kuangamia hakutamfikia. Yeye amefichwa, yeye ako katika mkono wa kuume wa Mungu. Bwana, wewe utampigania na wewe utakuwa pamoja na wewe. Asante Baba wa rehema, pokea sifa Bwana. Tunaporudi makazini mwetu Bwana, ushindi ukaonekane, utukufu wako ukajidhihirishe, wema wako ukatufuate, fadhili zako ziwe pamoja na wewe, kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana, pokea sifa Baba wa rehema. Twakutumainia na tunasema sisi ni wa Mungu na tutaushinda ulimwengu kwa sababu uko nasi. Tunapotoa matoleo yetu Bwana ukaibariki. Tunapoondoka kuelekea shughuli zetu, tuomba neema yako na fadhili zako. Tunapokutana jioni kwa sababu ya Bible study, Bwana tuomba uwepo wako na uwezo wako ukae nasi. Pokea sifa katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen. Hallelujah. God bless you so much. Na mtende mema. You are of God. You will overcome the world. Bwana asifiwe. Bwana mtende mema, kiri kwa imani na utafika mahali Mungu anataka ufike. God bless you so much. Shalom. Muwe na wiki nzuri ya ushindi
na mafanikio, kwa sababu yule mko na yeye ni mshindi. Tutatoa sadaka yetu weka pale, alafu tutaachana, lakini wacha tuseme neema tunaweza tukaweze kuachia wale ambao wanatutazama mahali ulipo pendwa. Akaunti yetu tutaiweka hapo, unaweza tuma sadaka yako, tuma fungu la 10, tuma first fruit, tuma matoleo yako, kwa sababu Mungu amekushindania. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Shalom. God bless you so much.